We believe in Africa. Zipo kero za wananchi ambazo ni wajibu wenu kuzitatua kwenye maeneo yenu. Niwatake kuhakikisha kwamba kero, malalamiko, manunguniko, masononeko mbalimbali ya wananchi kwenye maeneo yenu mnayatatua. Kila mmoja anayo dhamana hiyo na kila mmoja anao wajibu wa kufanya hivyo. Ukiwa ni mtendaji uliyeajiriwa, ukiwa ni kiongozi uliyechaguliwa au uliyeteuliwa, kila mmoja anao wajibu wa kufanya hivyo kwenye eneo lake. Kwa hiyo niombe kila mmoja, tukitoka kwenye kikao hiki, tambua kwamba tumekukumbusha jukumu hilo na ukalifanye kikamilifu. Wananchi wetu wanajua kwamba serikali hii inaongozwa kwa uwazi wa hali ya juu na wanayo nafasi ya kupeleka malalamiko yao katika ngazi mbalimbali endapo kwenye ngazi husika malalamiko hayo hayakutatuliwa. Kwa swala la kwanza ni hilo, kuhakikisha kwamba swala la utatuzi wa kero, malalamiko pamoja na manunguniko inatatuliwa kwa wakati na wananchi wanapata mrejesho. Swala lingine, mmebeba dhamana na mmepewa mamlaka ya kuwa kiungo muhimu kati ya serikali na wananchi. Na wananchi wetu kule mnapotoka wanaiona sura ya serikali kupitia nyie viongozi pamoja na watendaji. Na kwa maana hiyo, niwatake kuendelea kutekeleza wajibu wenu kwa upendo, kwa kuzingatia utu, kwa kusambaza tabasamu kama Mheshimiwa Rais anavyotuagiza, lakini kwa kuhakikisha mnatimiza wajibu wenu huo kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa na miongozo mbalimbali ambayo ipo katika nchi yetu na mkoa wetu. Lakini jambo lingine, nafasi mlizopewa na dhamana mlizonazo ni za kuwatumikia wananchi wakati wote, na ni nafasi ambazo mnatakiwa muwepo kwenye ofisi kwa wale ambao ni waajiriwa, lakini wale wa kuteuliwa na kuchaguliwa utaratibu huko. Maana yake hapa tu ni kwamba kila mwananchi anapokuhitaji akupate. Kila mwananchi anapokuwa na tatizo au ana jambo lolote anapohitaji kiongozi, upatikane ofisini kwa muda uliopangwa na serikali au hata kwa muda uliozidi, ili mradi tu unawatumikia wananchi. Na katika hili hakikisheni mmewatumikia vizuri, lakini pia mjiepushe na utumishi na uongozi wa mazoea, na pia mjiepushe na utumishi na uongozi wa kupandisha mabega badala ya uongozi wa kuwatumikia wananchi. Pia katika hili hakikisheni mnakuwa na ubunifu wa kila wakati wa kuweza kuwahudumia wananchi na kuweza kutatua matatizo mbalimbali yaliyopo kwenye maeneo yenu kwa manufaa ya wananchi walio wengi. Swala lingine ambalo pia ni wajibu wenu ni kuhakikisha kwamba wananchi wako wote kwenye eneo lako unawafahamu, wanaoingia unawajua, wanaotoka unawajua, wanaozaliwa unawajua, wanaotangulia mbele za haki unawajua. Na kwa maana hiyo tunalo swala la daftari la wakazi ambalo naamini hata halmashauri ya Tanganyika mtakuwa mmepata, baadhi ya maeneo mtakuwa mmepata madaftari yale yanayoandaliwa na wizara yetu ya TAMISEMI kwa ajili ya kuandikisha wakazi kwenye maeneo yenu. Niwaombe na kuwakumbusha kwamba hakikisheni madaftari hayo yanajazwa taarifa za wananchi wenu na kila wakati yanarekebishwa pale ambapo kuna jambo la kurekebisha. Mliopata madaftari yale mapya, lakini hata kama hujapata daftari hilo, ndio huu ubunifu niliosema kwamba hakikisha unatimiza jambo hili la kuwajua wananchi wako wote na kuwa na orodha ya wananchi wote na kuifanyia kazi, kuirekebisha kwa maana kuimaintain wakati wote kunapotokea mabadiliko. Na katika hili hakikisheni mnashirikiana na viongozi wengine. Tunao viongozi wa dini, tunao viongozi wa mila, tunao viongozi wa wazee, viongozi wa vijana, tuna watemi, tuna viongozi wa wanawake na tuna viongozi wa wanaume na kadhalika. Wote shirikianeni nao kuhakikisha kwamba swala la kutambua wananchi wanaoishi kwenye maeneo yenu mnalifanya kwa pamoja ili kuweza kuimarisha zaidi hali ya usalama. Kwa majina naitwa Safia Hassan Lumbwe, ni afisa mtendaji kijiji cha Kagunga. Kikao cha leo kwa kweli ni kikao kizuri ambacho nimejifunza mengi kwa upande wangu mimi kama afisa mtendaji wa kijiji. Kwanza, kikao cha leo mkuu wa mkoa ametukumbusha tusiwe chanzo cha migogoro kwenye maeneo tunayoyaongoza. Lakini jambo la pili, ametukumbusha namna ya usimamizi wa miradi.
usimamizi wa miradi ya serikali, tusimamie vizuri fedha za serikali zinazoletwa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Hassan Suluhu. Lakini pia tuwe tabasamu kwa wananchi, tusiwe wazembe kwenye vijiji vyetu. Lakini pia tuitishe vikao na mikutano, vikao vya halmashauri ya kijiji, vikao 12, lakini pia mikutano mikuu, mikutano 4. Lakini pia tuwe na kamati za ulinzi na usalama kujua wageni wanaoingia. Lakini pia tusitoe hati za ardhi bila kufuata utaratibu. Kwa majina naitwa Ziada Mnayahe, ni mtendaji wa kijiji cha Kabungu. Kwanza kabisa nimshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini vile vile nimshukuru Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Katavi Mwanamvua Mlindoka kwa kuweza kutufikishia kikao kazi hiki. Wananchi watarajie mambo mazuri kutoka kwetu. Kimsingi tunaenda kuyatendea kazi yale ambayo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ametuagiza, sambamba na kutatua kero kwa wakati, kufanya mikutano ya hadhara na kuweza kuwasikiliza wananchi kwa ujumla pasipo kuzingatia upendeleo. MM Media, we believe in Africa.